Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa siku ya leo huko kwenye bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo kuna mkutano ambao umekwenda kufanyika leo hii kujadili kile ambacho kilichotokea Machi 8 na maamuzi yapi ya kufanya mara baada ya dabi kuahirishwa, Young Africans kugomea yale maamuzi na kutangaza kwenda kasi. Yote hayo yamejadiliwa na bodi ya ligi na kuweza kutolewa ufafanuzi na maamuzi kwa kile ambacho kinachotakiwa kutokea, kama dabi ipo ama inakuwaje tofauti na maamuzi hayo. Kila kitu nimekusogezea hapa, utakwenda kujua mwanzo mwisho ambacho kimeweza kujili huko katika bodi ya ligi, ambapo inaelezwa kwamba ni mambo ya ndani kabisa ndani ya kikosi hiko cha Young Africans pamoja na Simba Sport Club kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bana, kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linalotajwa kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali hapa unazungumzia hawa ni Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Bana, kama nilivyokuambia kwamba leo hii kulikuwa kuna kikao kizito kweli kweli ambacho kimefanyika Dar es Salaam kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo maamuzi ambayo yamekwenda kutolewa utakwenda kujua hapa, ambapo inaelezwa ni bodi ya ligi kwenye mkutano mkubwa kabisa mzito kwa kujadili yale ambayo yanayokwenda kujiri, wakati bodi ya ligi ikiwa na mpango wa kwenda kushirikisha serikali juu ya maamuzi ambayo wangependa kuweza kuwashirikisha, kuwaleta kati Simba na Yanga kujadili kwa hekima na busara kwa kile kilichoweza kutokea katika siku ya Machi 8, huku klabu ya soka Young Africans bado wao wameshikilia msimamo wao. Hawataki kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, wanachokitaka ni haki itendeke kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo wenyewe hawataki busara, wanataka kanuni ziweze kufanya kazi. Sasa wakati tunataka busara zitumike, tunakumbushwa kile kilichoweza kutokea huko Kenya, ambapo inaelezwa kwamba tarehe 24 Februari mwaka 2022 shirikisho la kandanda duniani FIFA lilifungia nchi ya Kenya kujihusisha na shughuli zote za kimpira kimataifa kutokana na serikali kuingilia masuala ya kisoka nchini humo. Ni wazi kuwa baadhi ya wadau wa soka nchini Tanzania wanatamani kuwapo na suluhu ya haraka juu ya sakata la hatima ya Kariakoo Derby, pengine hata kutamani Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuingilia kati ili amani ipatikane baina ya Watanzania na wapenda mpira, mashabiki wa Simba Sport Club na wale wa Young Africans nchini. Shirikisho la kandanda duniani aliruhusu kabisa serikali kuingilia masuala ya kisoka kwa nchi yoyote mwanachama. Ikumbukwe nchini Kenya, rais wa shirikisho la soka FKF nchini humo Nicky Mwendamwa alikamatwa katika matukio mawili tofauti na kushtakiwa kwa kushiriki katika ufisadi kabla ya kujiuzuru, na waziri wa michezo wa wakati huo Kenya Amina Mohamed alichukua maamuzi ya kuvunja shirikisho la nchini humo na kuunda kamati simamizi ili kunusuru mpira wa nchini humo, lakini bado walifungiwa. Kwa hiyo kinachotokea kwa sasa ni yale ambayo yanayoendelea huko, ambapo Haji Manara, afisa habari wa klabu ya Simba Sport Club zamani, sasa sio sasa hivi, na afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africans zamani, sio sasa hivi, ambapo kwa sasa ni mwanachama wa klabu ya soka ya Young Africans, yeye amesema ya kwamba
huu ni mwaka wa uchaguzi, serikali haiwezi kuingia mtego wa dabi, hawataki kuchonganishwa na wananchi, ambapo Manara ameyazungumza hayo alipokuwa katika mahojiano na Clouds TV, alipokuwa akiweza kuhojiwa na kuzungumza kile ambacho yeye amekiona katika sakata hili juu ya kutaka baadhi ya watu kutaka serikali iweze kuingilia kati sakata hili kuweza kutoa maamuzi. Na Manara anasema ya kwamba aliyekuwa msemaji wa Yanga amesema kuna uzushi unaendelea kuwa serikali itaingia suala la dabi ya Kariakoo, ambapo amesisitiza hata wao wameshabaini wenye mamlaka ya mpira wamekosea, hivyo nao wamekaa pembeni, hawataki kuchonganishwa na wananchi, ikizingatiwa huu ni mwaka wa uchaguzi, kwamba serikali haitaki kubeba mizigo wa mtu, acha wahangaike nao wenyewe. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo kila mmoja amekuwa akiweza kuzungumza kile ambacho kinachoendelea, ambapo kama mbwai Yanga wamesema iwe mbwai na iwe mbwai kweli kweli tayari, ambapo wao wanasema ya kwamba busara zitakiwi kutumika, wanachokitaka wao ni haki itendeke. Unaona bana, wakitaka kila mmoja aweze kufata taratibu na kanuni ambazo zinavyobainisha, ambapo klabu ya soka Young Africans mpaka muda huu haijatoa tamko lolote mara baada ya kutangazwa kwenda kasi. Haijasema chochote kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa wakati huu, ambapo kila mmoja amekuwa akiweza kuzungumza la kwake. Wenye mamlaka wenyewe wamejitoa, wamekaa pembeni kabisa, wakisema ya kwamba hilo lenu mtakwenda kulimaliza wenyewe kabisa, ambapo wananchi wenyewe wanasema ya kwamba Simba, huyu anaandika Ricardo Momo, anasema Simba ndio wamezingua, Yanga wanaonewa tu, tusizunguke. Simba walifanya kusudi kutopeleka timu, walijua walichokifanya, wataangukia hapa. Mpira wetu unaharibika kwa mambo ya namna hii, hakukuwa na sababu ya msingi mechi kutokuchezwa. Unaona bana, huku hapa nazungumzia mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, anasema msimu ujao wataboresha kanuni na watazifanya ziwe wazi zaidi. Tukio kama hili ambalo lilotokea msimu huu pale kwa Mkapa hamtaliona tena, na msimu ujao kama timu haina uwanja wa mazoezi isahau kucheza ligi kuu, huku akiweza kubainisha hayo mambo. Sasa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, kila mmoja anasubiri kuweza kuona hatima ya hili sakata mpaka mwisho itakuwa ni lipi. Young Africans kwa kile walichokisema ya kwamba hawachezi mchezo wa dabi ya Kariakoo, endapo sasa vipi kama wakikaa mezani kwa hekima wakakubaliana kucheza mchezo huu, vipi viongozi wa Young Africans watakuwa wamejiweka kikaangoni kwa mashabiki zao, kwani tayari walishaweza kuwaaminisha mashabiki wao kwamba huu mchezo hawachezi, na vipi maamuzi yatakuwa ni yapi? Je, mechi hii itafutwa moja kwa moja, haitokuwepo, kila mmoja ashinde mechi zake, ama itakuwaje? Tusubiri kuweza kuona tamko rasmi litakuwa lipi katika haya ambayo yanayoendelea kwa sasa katika sakata hili. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana